Ni asubuhi nyingine mtazamaji, tunakutana hapa kuanza kuyahesabu masaa ya kuweza kujuzana habari ambazo zinajiri ulimwenguni kwa ujumla, huku tukiangalia zaidi lile sakata la Mashariki ya Kati ambalo kwa hivi sasa linagusa zaidi kwenye mfereji wa Hormuz, ambapo rais wa Marekani alfajiri ya kuamkia leo amelalamika vibaya sana na ameilalamikia Iran kwa usimamizi mbovu katika mfereji wa Hormuz, ambapo kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social, Rais Trump ameandika ujumbe akitoa malalamiko kwenda kwa Iran kwa jinsi ambavyo inaosimamia mfereji wa Hormuz hadi hivi sasa. Na nukuu kile ambacho Trump alikiandika kwa Kiswahili: Irani inafanya kazi mbaya sana, wengine wangesema ya aibu, kwa kuruhusu mafuta kupita katika mlango wa Hormuz. Hiyo sio makubaliano tulionayo. Mwisho wa nukuu, kauli ya rais wa Marekani Donald Trump aliyoandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Sasa kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba Trump amejaribu kuikosoa Irani hadharani kwa kile alichodai kuwa ni usimamizi mbovu wa usafirishaji wa mafuta kupita katika mfereji wa Hormuz, ambapo Trump pia alienda mbali kwa kusema kwamba kitendo hicho cha usimamizi mbovu kinaweza kuchukuliwa kama vile ni cha aibu kubwa, akionyesha kwamba hajaridhishwa na namna Irani inavyoshughulikia swala hilo nyeti la usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa nini rais wa Marekani Donald Trump hajaridhika? Kwa sababu katika vipengele ambavyo Irani iliweza kuvitoa, vipengele 10 au masharti 10 kwenda kwa Marekani ili ceasefire iweze kufanyika, mojawapo ni udhibiti wa mfereji wa Hormuz uwe chini ya Iran, na meli zote kupita katika mfereji huo zitakuwa chini ya uratibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC, yani kikosi cha majini, ndio ambao wanadhibiti mfereji huo. Sasa hivi tangu Jumanne ceasefire ilivyoweza kutangazwa, kilichoonekana ni kwamba Israel alikuwa akiendelea kushambulia Lebanon. Iran wakatoa taarifa kwamba kwa jinsi ambavyo Israel inafanya inakiuka makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano, wakaamua kwenda kuuzuia tena mfereji wa Hormuz. Taarifa hiyo ilithibitishwa na Fox News kutoka nchini Marekani, ambapo baada ya kwenda kuuzuia mfereji huo zilikuwa zimepita meli 2 tu pekee ndani ya saa 24 ambazo ziliruhusiwa na Iran kuweza kupita katika mfereji huo. Hakukuwa na meli nyingine ambayo iliweza kuruhusiwa kupita hapo, lakini Irani ilikuwa na utaratibu wa kuweza kuchaji fee, yani wanachaji kiasi cha fedha ili meli kuweza kupita. Tangu vita vilivyokuwa vinarindima ilikuwa ikifanya hivyo, na bado hivi sasa inafanya hivyo. Na taarifa ikaenda mbali zaidi kwamba Irani ilikuwa imeweka katazo kwa kusemekana kwamba imetega mabomu chini ya majini, kwamba yoyote atakayekaidi kupita hata kubadilisha njia kwa umbali kidogo, basi meli zao zitaweza kulipuka moja kwa moja. Yani ilikuwa kuna drama nyingi ambazo zinatokea katika mfereji wa Hormuz, ambapo Irani kwa kweli wameshikilia kidete kwamba hawataki kuyumbishwa kwa chochote katika mfereji huo, huku wakisema kwamba mfereji huo unazifaidisha nchi mbili tu kwa hivi sasa, kwamba ni Irani na Oman, majirani zao ambao wako pwani ya pili. Na kwa hivyo wamekataa kabisa kwamba mfereji wa Hormuz sio maji ya kimataifa, bali ni maji ambayo yanawahusu wao pamoja na Oman. Sasa Trump anacholalamikia hapa ni kwamba, jana nilikuletea taarifa mtazamaji inayoelezea kwamba ni meli chache sana ambazo ziliweza kuruhusiwa kupita katika mfereji wa Hormuz mpaka jana jioni. Yani bado kulikuwa kuna zuio kubwa ambalo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran wameliweka pale katika mfereji wa Hormuz. Marine Traffic, moja kati ya mtandao mkubwa wa kutrack meli zinazopita majini duniani, ziliripoti namba ndogo sana ya meli, yani zisizozidi hata meli 6 au 7 kufikia siku ya hapo jana. Yani bado kuna zuio kubwa ambalo Irani imeliweka katika mfereji wa Hormuz. Kuna terms and condition ambazo Irani inataka ziweze kutimizwa, lakini bado zinakuwa ni ngumu kuweza kutimizwa. Ndio maana rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuilalamikia Irani juu ya udhibiti wa mfereji huo wa Hormuz kwa hivi sasa. Yani kuna udhibiti mkali ambao Irani imeweka katika mfereji huo wa Hormuz. Ndio maana hata rais wa Marekani Donald Trump ameweza kulalamika vikali kuhusiana na udhibiti wa mfereji huo wa Hormuz, ambao kwa kiasi kikubwa kudhibitiwa kwake kumeyumbisha sekta ya nishati ya mafuta na gesi duniani kwa asilimia zaidi ya 50. Yani bei zimepanda za mafuta, lakini vile vile bei ya vyombo vya usafiri pia imeweza kupanda, kwa sababu wale watumiaji na wanaotoa huduma bado
wamekuwa katika wakati mgumu wa kuweza kupata huduma kwa usahihi kutokana na mafuta kuweza kupanda kwa kiasi kikubwa sana. Sasa Trump amelalamika na kusema kwamba hiki ni kitendo cha aibu na hawakuwa wamekubaliana hivyo na jinsi ambavyo sasa hivi Irani wanafanya. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote hapa Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Kuna mengi nitakuletea leo hii, lakini ni kuombe uendelee kuwa karibu nasi kila wakati. Tutakuletea update zote zinazojiri ulimwenguni.